Karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Bado tunaendelea kukufahamisha mengi yanayojiri katika ulimwengu, lakini tukielekea tena huko Libya, taarifa zinadai kwamba mkuu wa majeshi ya Libya amefariki kwa ajali ya ndege akiwa nchini Uturuki. Mkuu wa majeshi ya Libya na maafisa wengine 4 wa kijeshi wamekufa usiku wa kuamkia leo baada ya ndege waliokuwa wakisafiria kuanguka muda mfupi iliporuka kutoka mji mkuu wa Uturuki, Ankara. Waziri wa mambo ya ndani wa Uturuki Ali Yerlikaya amesema mabaki ya ndege hiyo ya kukodi aina ya Falcon 50 yamepatikana kwenye wilaya ya Haymana nje kidogo ya Ankara. Taarifa zinasema ndege hiyo ilipata hitilafu ya umeme dakika 16 baada ya kuruka na rubani aliomba kutua kwa dharura lakini hakufanikiwa. Waziri Mkuu wa Libya Abdul Hamid Deiba ametoa salamu zake za rambirambi akisema amepokea kwa masikitiko makubwa taarifa za kifo cha Luteni Jenerali Mohamed Al-Haddad. Mkuu huyo wa majeshi ya Libya alikuwa nchini Uturuki kwa mazungumzo na viongozi wa ulinzi wa nchi hiyo, na mapema hapo jana alikutana na waziri wa ulinzi wa Uturuki Yasar Gulla na mkuu wa majeshi ya taifa hilo la Uturuki. Hata hivyo, nchini Libya bado hali si shwari. Kumekuwa na mapigano ya mara kwa mara kati ya viongozi wa serikali inayotambuliwa na Umoja wa Mataifa, lakini pia dhidi ya wapiganaji ambao wanataka mamlaka katika nchi hiyo. Inatajwa kwamba ndege hiyo ilikuwa ikielekea Tripoli, ilikuwa imetoa ombi la kutua kwa dharura kabla ya mawasiliano kupotea. Mabaki ya ndege hiyo baadaye yalipatikana kusini magharibi mwa Ankara na uchunguzi unaendelea kuhusu kilichosababisha ajali hiyo, licha ya kutajwa kwamba ndege hiyo ya aina ya Falcon 50 ilipata hitilafu katika mfumo wa umeme. Mtazamaji, sisi kupitia hapa The World News tutakufahamisha yote ambayo yanajiri kuhusiana na kifo cha Jenerali Mohamed Al-Ahmed Al-Haddad na wengine 4 ambao walikuwa ndani ya ndege hiyo, na tutakufahamisha mengi zaidi yanayojiri, ni nini ambacho kimetokea zaidi, ikifahamika kwamba moja kati ya changamoto iliyopo wakati huu ni viongozi hao wa kijeshi nchini Libya kusakamwa na makundi ya wapiganaji nchini humo, ambapo kila upande umekuwa ukitaka mabadiliko ndani ya nchi hiyo. Sasa baada ya kuanza kwa machafuko nchini Libya na kuuawa kwa kiongozi wa taifa hilo Muammar Gaddafi, nchi bado haijatulia. Tutakujuza yanayojiri zaidi kutokana na kifo hicho. Endelea kuwa nasi wakati wote, lakini nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii.